إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachukua nafasi hii kama nilivyokaribishwa katika semina yetu hii ya walimu kwamba mimi nizungumzie mada au agenda inayosema afya ya akili na ustawi wa kisaikolojia katika elimu. Afya ya akili na ustawi wa kisaikolojia katika elimu. Hii mada ukiangalia ni pana sana, hata ilipoandikwa ni ndefu. Kwa hiyo katika mada yetu tutaangalia afya ya akili ni nini, alafu nini maana ya ustawi wa kisaikolojia katika elimu. Ustawi wa kisaikolojia unaweza kuwa katika mambo mengine, lakini hapa tumetakiwa tuuzungumze katika muktadha wa elimu. Kabla sijaingia kwenye kuzungumza mada yangu, kwanza ni wapongeze sana walioandaa hii semina na wale waliofikiria kuweka swala la afya ya akili na kuchagua pia mada hii. Niseme wamefanya jambo zuri na jambo muhimu sana, na hasa kwa ulimwengu wa sasa ambao tunakwenda nao. Na sisi wataalamu wa afya ya akili na utengamao tunasema kwamba afya ya akili ndio afya ya mwili. Afya ya akili ndio afya ya mwili. Kwa hiyo kama mtu hana afya ya akili, vile vile atakosa afya ya mwili. Kwa hiyo kwanza nitoe taarifu, definition ya hii mada yetu. Tunaposema afya ya akili na ustawi wa kisaikolojia katika elimu, kwa lugha ya Kiingereza wamesema ni mental health and psychosocial well-being in education. Hii ni dhana inayohusu hali ya ustawi wa kwanza kihisia, pili kifikra, tatu kijamii kwa wanafunzi, walimu na wadau wote wa elimu, na jinsi mazingira ya elimu yanavyosaidia au kuathiri ustawi huu. Kwa hiyo sisi tunakwenda kuangalia afya ya akili, ustawi wa kisaikolojia katika elimu, lakini maana yake ni pana zaidi, kwamba hapa hii afya ya akili si tu eti inawahusu wanafunzi peke yao. Hapana, inawahusu walimu, inawahusu wadau wote wa elimu. Kusema wadau wa elimu, hapa tumetaja wanafunzi na walimu. Sasa wadau wa elimu, hebu tujaribu kuwataja. Mimi naona ni wengi sana, lakini ningependa nisikie na nyinyi wadau wa elimu mnawajua. Kusema wadau wa elimu, naam, yote yule anaweza akavolunteer. Tunaposema wadau wa elimu, mmoja wapo ni nani? Wazazi. Mwingine wanafunzi, nimemtaja. Umesema wanafunzi, walimu na wadau wa elimu. Wadau sio mdau. Kwa hiyo mzazi ni mdau mmoja. Wengine walezi pia, kwa maana mtoto anaweza akawa hana mzazi lakini analelewa. Kama wale wakwetu tunawalea kule mayatima, sisi sio wazazi, si ndio? Kwa hiyo sisi walezi pia ni wadau wa elimu. Mdau mwingine wanajamii, na twende kidogo, wanajamii kwa ujumla. Yule mtu ambaye akimwona mwanafunzi anamchukulia kwamba huyu ni mwanafunzi, anamuona kama mwanafunzi, hamuoni kama mtoto mwingine. Kwa hiyo huyo pia ni mdau wa elimu. Mwingine serikali, na hii serikali pia inagawanyika ya mtaa mpaka kwa, ama sivyo?
Kwa sababu serikali kuu huko ikipanga mambo yake yatakiwa ijue kuna wanafunzi. Ndio maana tumeona hata mgomo wa daladala, agenda kubwa ni nauli ya wanafunzi. Wasema watu wakubwa haina neno sana, wanafunzi 200 kwa nini halafu ni wengi, unaona? Lakini serikali inasema hapana, wanafunzi. Kwa hiyo hao ni wadau wa elimu wa mwisho, ili tuweze kwenda mbele. Ni vizuri sana kuwajua wadau wa elimu, kwa sababu tutakuja kuona kama wadau wa elimu hawashirikishwi, pia hatutofanikiwa kwenye afya ya akili na ule ustawi wa kisaikolojia katika elimu. Mdau mwingine wengi sana anasema, lakini kamati ya shule, na hapa kwenye kamati ziko za kila aina. Mimi bahati nzuri nimebahatika ni mjumbe wa bodi ya shule ya Tanga School sasa hivi kwa takriban miaka 4 ama 5, sawa. Kwa hiyo tunataka ukasema kamati ya shule, kuna kamati sijui yaitwa wazazi, kuna bodi ya shule, sijui bodi za wazazi. Nimeona kama pale Tanga School kuna hizo. Mimi niko kwenye ile bodi ambayo mkuu wa mkoa ndo mwenyekiti wetu, kwa sababu ile shule ni ya kitaifa. Tanga School ni katika shule za kitaifa, na sasa hivi na sifa nyingine, ni shule ya kitaifa na ni shule jumuishi. Ukisema shule jumuishi, walimu mnaweza kunisaidia na kusudia nini? Naam, yes, ni shule ambayo inachukua na watu wenye mahitaji maalum, kwa maana ya walemavu aina zote, wa ngozi, wa macho, viziwi, vipofu, kwa maana wasioona, maalbino hao na kadhalika. Sasa hii shule kwamba ni jumuishi, hata nyinyi Arafa ni shule jumuishi. Na watoto wetu mle wengine wanaanguka vifafa, wengine wana shida mbalimbali, ni jumuishi. Hatuwezi kusema kwamba huyu mtoto tumekuletea kwa sababu anaanguka kifafa mumkatae, msema huyu apelekwe shule nyingine, apelekwe wapi, sijui Masiwani zamani, si ndio? Kwa hiyo huu shule jumuishi sasa hivi unatakiwa uwe kwa shule zote. Baada ya kusema nukta hiyo, hapa pote ilikuwa tunazungumzia taarifu ya mada yetu ya leo. Sasa nakuja kudondoa nukta ya kwanza. Nini maana ya afya ya akili katika elimu? Lakini kabla sijaenda kwenye afya ya akili katika elimu, nizungumzie ile afya ya akili ya WHO. Shirika la Afya Duniani linasemaje kuhusu afya ya akili kwa ujumla wake, jumla jamaa? Afya ya akili ni ile hali ya mtu kuwa sawa kisaikolojia, kijamii na kimwili na kiimani, spiritually, na pia yule mtu lazima awe anazalisha. WHO anasema kama mtu yuko sawa kila kitu lakini hajiingizii kipato, aomba, huyo hana akili, ni mgonjwa wa akili au ni mgonjwa wa afya ya akili. Sijui mmenielewa? Kama kuna mtu tunamwona yuko sawa kila kitu lakini katika maisha yake anaishi kwa kuomba watu, wataalamu wa afya ya akili wanasema huyo hana akili timamu, ni mgonjwa wa afya ya akili. Hiyo ndio taarifa ya Shirika la Afya Duniani. Hata kama ni mwana wa chuoni alafu yeye anaishi, lakini kazi yake akimwona fulani ungea 5,000, ungea 10,000, ungea 1,000, aomba, hachukui ile haraka ya kujitafutia riziki na haombi. Yaani ukiomba, kinyume cha kutokuomba ni kuomba, si ndio? Kwa hiyo anaomba yote. Kuanzia leo mjue hivyo, mimi nazungumza kama daktari. Sisi tunakubaliana hivyo kisayansi. Mtu anayeomba bila sababu ya msingi, ukisema sababu ya msingi ni yule ambaye ni kawaida yake anaishi hivyo kwa kuomba, huyo ni mgonjwa wa afya ya akili. Sasa tuangalie nini maana ya afya ya akili. Kwa hiyo kama una mtoto wako, una kijana wako, unamwona anaishi lakini hana haraka ya kutafuta kipato, sawa, hayuko sawa. Mtu ambaye yuko sawa, hivyo alivyovitaja vyote kwamba kisaikolojia, saikolojia ni malezi, mtu alivyolelewa kutoka mdogo, tutaangalia zile tabia zake. Kijamii, anachanganyikana vipi na jamii aliyokuwa nayo. Alafu physically, kimwili pia anaonekana, sababu mtu kama ni mgonjwa utamuona afya yake na nini. Kingine ni spiritually. Hii spiritually pia ni vizuri tukaizungumza. Wataalamu wa afya ya akili wanasema mtu ambaye ana imani sahihi ya Mungu sahihi, huyo ndo ana afya ya akili. Lakini mtu mshirikina ambaye ana imani nyingine, imani potofu, aabudu mizimu, aabudu vitu vingine, huyo hana afya ya akili. Sawa. Kwa hiyo tuiangalie sasa kwa muktadha wa elimu.
tunaposema maana ya afya ya akili katika elimu ina nukta kuu 4. Afya ya akili katika elimu ni uwezo wa mtu mmoja kufikiri vizuri na kujifunza kwa ufanisi. Kwanza anafikiri vizuri huyo mwanafunzi, alafu anajifunza kwa ufanisi, kwa maana ukimfundisha anaelewa. Sasa mwanafunzi afundishwa kila somo yeye aelewe, ana tatizo la afya ya akili. Kudhibiti hisia na msongo wa mawazo, hii ni nukta ya pili. Nukta ya tatu ni kujenga mahusiano mazuri. Tukimwona mwanafunzi kila saa mara kapigana na huyu, mara kamwibia huyu, mara kamfinya huyu, mara kamng'ata huyu, mara kamtukana huyu, mara kambeza yule, hajengi mahusiano mazuri. Mara kagombana na mwalimu, hasa kamkingia ngumi, sijui kamtishia mwalimu, kamwambia maneno mabaya, hajengi mahusiano mazuri. Huyu pia tujue walimu kwamba tusitumie tumjeledi moja kwa moja, tujue hapa huyu ni chenga, au usitumie lugha hiyo sisi, kwamba unamwangalia mwanafunzi kwa upande wa pili kwamba hayuko sawa. Kwa nini jana kagombana na mwalimu wa dini Sheikh Abdallah Sanda, leo kuna yeye amegombana na mwalimu wa mathematics? Hajengi mahusiano mazuri. Jambo la 4, ili tuseme huyu mtu ana afya ya akili katika elimu, ni kukabiliana na changamoto za maisha ya shule. Kukabiliana na changamoto, lakini za wapi? Za maisha ya shule. Mwanafunzi mwingine kama yuko boarding, kila siku ni kero, atapigiwa simu, mtazungumza na wazazi, mara kalalamika hiki, mara umwana kile, wiki hii kaja kuchukuliwa na babake, mara kapelekwa hospitali arudi, matroni sijui patroni. Time zote ni mwanafunzi huyo mmoja anamwangalia, sawa, atakuwa ana tatizo la afya ya akili katika elimu. Tuko pamoja? Nimetakiwa nianze saa 10:30 mpaka saa 11, kwa hiyo nina nusu saa. Ngoja niende haraka. Kwa hiyo baada ya kuona afya ya akili katika upande wa elimu, kuna kipengele tunasema hiyo afya ya akili sasa katika mazingira ya elimu ina vitu vifuatavyo: ni ufanisi wa kujifunza, nidhamu na ushiriki darasani. Ukimwona mwanafunzi hana nidhamu na hashiriki darasani, pia huyo kuna shida. Mahudhurio bora shuleni, sawa, mahudhurio bora shuleni. Kuna ugonjwa kabisa wa afya ya akili ambao unaitwa utoro wa shule. Huko nchi zilizoendelea Ulaya na wapi tumekwenda, kwamba unaletewa mwanafunzi atibiwe kwa sababu ni mtoro. Tumeelewana? Na kwa nini kule? Kwa sababu nchi kama niliyokwenda mimi Australia, ni first world country, nimekwenda kuona kwamba ni kweli ni katika elimu wao wamefika ile standard ya wanafunzi 4 mwalimu mmoja. Wanafunzi wangapi? Mwalimu mmoja. Kutoka level gani? Kutoka chekechea mpaka university. Mimi nimeenda kwa level ya university, tulikuwa wanafunzi 4 na profesa wetu mmoja. Na nimeenda kuona inakuwaje walimu. Mtu mwingine anaweza akashangaa, utafundishaje wanafunzi 4 mwanafunzi mmoja? Ni mwalimu mmoja. Ni kama vile madrasa zamani kule wanavyofanya. Darasa letu lina wanafunzi 40, si ndio? Viko viti vya wanafunzi 40, blackboard moja. Kipindi cha hesabu kikifika wanaingia walimu 10. Wakishaingia walimu 10, mwalimu mmoja ndo anapita mbele. Wameshajiorganize. Atafundisha ile topic ya hesabu. Akishafika mwisho atatoa mifano, atatoa maswali. Alafu wale walimu 10 round table 4 na mwalimu anakuwa pale katikati. Anarudia ile mada ya pale. Anafundisha, anatoa kazi, anasaisha, anaondoka. Hivyo ndio wanafanya. Kwa hiyo kule hakuna kufeli. Tumeelewana? Ni true story. Napenda nieleze na upande wa afya kwa sababu ndio unanipeleka. Na hii ni vizuri mkajua. Kule sisi tumefika madaktari kutoka nchi 10 za Afrika. Naulizwa mimi mfano, bwana wewe watibu wagonjwa wangapi kwa siku? Naambia mimi nafanya kazi Makorora. Kuambia ule ukweli bwana, akiingia shift sijui natibu wagonjwa wangapi. Na ni kweli wazungu pia wameshangaa, lakini ndio walisia. Kwa sababu daktari wa Makorora akiingia asubuhi au Shifa, pia nimefanya Shifa, umeingia asubuhi huko kwenye chumba cha daktari, wagonjwa walioandikisha, unamtibu mgonjwa, unamaliza, anakuja nesi akwambia kuna mtu huko kagombana na pikipiki kashapelekwa theta, watoka.
kwenda mtibia yule, si ndio? Warudi watibu ambao kuna mtoto sijui kameza njiti ya kibiriti, watoka na mtibu pale pale Shifa. Kuna mgonjwa uko dini, hali imebadilika, hapo waje chukuliwa wewe hapa, waenda kule, kwenda mtibu. Kuna mama leba huko, mtoto ameshindwa atoki, njoo daktari utusaidie, ndio uko shift hapo. Sasa utaweza kuweka rekodi unatibu ugonjwa ngapi? Uwezi. Sasa wenzetu walikofikia, na nimeshuhudia Australia, daktari wa degree 1 kwa siku wanatibu wagonjwa 8 tu basi. Daktari wa degree 2 ambao tunaita masters, tunamuita ni specialist, anatibu wagonjwa 4 kwa siku. Daktari ambaye anaitwa super specialist, huko kwetu hatuna, bingwa wa mabingwa, yeye una PhD katika hiyo fani, anatibu wagonjwa 2 kwa siku, na wana madaktari wa kutosha. Na sisi tumeenda ambia, bwana, kama vipi kubaki hapa, tuendelee na kazi, tukupe uraia, ukamchukue bibi yako, nyanya yako, wote lete huko. Kwa hiyo wameweka mazingira. South Africa, kutoka kule nikaja South Africa, wanatibu daktari wa degree 1 Cape Town, mpaka ile Afrika Kusini na majimbo. Cape Town ndio kama ile juu, pamoja na wapi hapo wanaita Johannesburg. Daktari mmoja wa degree 1 anatibu wagonjwa 24, standard kabisa. Wa degree ya pili 12, super specialist wagonjwa 8. Ndio maana viongozi wetu wanaenda kufanya check up huko. Sawa, tunarudi huko kwenye afya ya akili. Katika yote hiyo pia ni afya ya akili, hiyo pia ni afya ya akili. Afya ya akili katika elimu. Baada ya kuona hiyo, sasa tunakuja lile neno ustawi wa kisaikolojia, ambayo Kiingereza ni social, ni psychosocial well-being. Hii psychosocial, haya maneno mawili ya Kilatini. Psycho na social ni maneno mawili ya Kilatini. Psycho anakusudia psychological, social ni social. Tukisema psycholojia kwa maana nyepesi, ni mtu jinsi alivyolelewa. Na kulelewa hapa, wanasayansi wanaanzia kuanzia mimba ilivyoingia tumboni. Huyu mama wakati anabeba ujauzito wa huyu mtoto ambaye atakuja kuzaliwa, alikuwa kipindi hicho ana hasira na mume wake, wanagombana au wanafurahi, sawa, yule mtoto kule vile vitamwathiri, kwamba wakati huu ujauzito huu mama anaupata wakati ya Mwenyezi Mungu. Je, mahusiano ya mtu wa karibu ya huyu mama ambaye ujauzito umeingia ni mume wake yakoje kipindi hiki? Yakiwa mazuri, tunatarajia kupata mtoto mzuri. Yakiwa mabaya, tunatarajia kuja kupata mtoto mbaya. Kwa wakati mwingine tusimlaumu mtoto, tuanze kujilaumu sisi wenyewe. Tunaanzia huko, tunakuja mpaka huyu mtoto ameshazaliwa, siku amekuja duniani na hizo watu nyingine zote. Lakini mimi napenda nizungumze nukta moja tu ambayo katika mazingira yetu nimeiona, na baada ya kusoma mambo ya afya ya akili huwa naiona mitaani. Watu wanaiona ni ya rahisi sana na ya kawaida na wanaifanya, lakini inaathiri sana. Kuna baadhi ya watu kwenye jamii zetu, yani wameweka ni tabia, wanatisha watoto wadogo, wanawatisha. Yani anajulikana mtaa mzima, umeweka kazi yake kutisha watoto tu. Kama kule ninakokaa mimi Donge Mwisho, kuna bodaboda mmoja anaitwa Njorogo. Yani mtoto akilia akiitwa Njorogo na anatisha vibaya. Yani anakuja na pikipiki yake afu atoa bonge la bisu. Anaweza akamshika mtoto, atalia, atafanya kila kitu, mwingine atajikojolea na kila kitu. Na mzazi mwingine kwa kutokujua anafanya hivyo kwa makusudi. Wewe unafanya mchezo, anapigia simu Njorogo. Hii kisaikolojia inaharibu. Ndio hii social well-being naelezea. Vitu vile vidogo utaviona. Mtoto hatakiwi kutishwa, hatakiwi kuogofywa, hatakiwi kupigwa. Sawa? Mimi ni katika wale waumini niseme, au watu wa mrengo tunaokataza watoto wasipigwe, lakini kwa misingi ya dini. Tukija pale kwenye hadithi ya Mtume ambayo ni sahihi, pale tunastahili kwamba hatupingi. Mpige mtoto anapofikisha, muamrishe mtoto swala anapofikisha miaka 7 na mpige anapofikisha miaka 10. Lakini wampiga kwa ajili ya nini? Swala. Si ndio hadithi imekuja hivyo shaka? Na sio kupiga kumuumiza. Mashafa wanajua zaidi. Lakini sio eti sijui kitu kidogo umepiga, kitu kidogo umepiga. Unapoteza hii psycho social well-being, ustawi
Kwa hiyo tuepuke sana hapa, na kusudia tusitumie sana kupiga au kuadhibu au kutesa kwa maana nyingine. Kwa hiyo huu ni muunganiko wa saikolojia, ndio ile saikolo, hisia, mawazo na hali ya kiakili. Mtoto awe kwenye hisia nzuri, apende, nani. Social ndio jamii. Hapa jamii ndio ule mfano niliotoa wa huyo mtu anaitwa Njoroge. Watoto wapate mapenzi kwa watu wote, family, watu baki na kadhalika. Na hii jamii inahusiana pia na mazingira yote yanayozunguka na ya shule. Kwa mfano, sote ni mashahidi, mtoto hapa kwetu Tanga atakayezaliwa Usagara Mabangi, Wanjeka, Magomeni, Chumvini, Kisosora, Mwakizaro, na watakaozaliwa barabara za Namba na Raskazoni na Nguvumali, ni tofauti si ndio? Mazingira yanaathiri mtoto yanaathiri. Kwa hiyo tunaendelea. Jingine unahusisha pia mambo kama kuheshimu, kujiheshimu, yani hii social well-being katika saikolojia tunayokusudia inahusu kujiheshimu. Mtoto kumwona ana self esteem, anajiheshimu binafsi. Nadhani tukisema neno kujiheshimu lajulikana, tuambiana vyema lingine yule hajiheshimu kutokana na vitendo. Lakini jingine ni kujiamini. Mtoto ambaye yuko kwenye hii waliotunga hii mada kusema ustawi wa kisaikolojia, utamwona anajiamini, hana wasiwasi, anauliza swali kwa mwalimu, anachangia, anazungumza. Ukimuuliza pia hatetemeki, mtoto mdogo lakini atazungumza kwa kujiamini. Na hisia ya usalama shuleni, kwamba eneo la shule linakuwa na usalama na anajihisi yuko kwenye amani na kila kitu. Na mahusiano mazuri kati ya wanafunzi na walimu, Niseme mimi binafsi naweza nikasema sasa hivi tuna mabadiliko makubwa sana. Pia hapa napenda nitoe kisa ambacho mimi nimekiona, lakini kwa nukta hii ya mwisho, mahusiano mazuri kati ya walimu na wanafunzi. Mimi nimesoma hapa Kana Primary School zamani, miaka ya nyuma 1992 ndio namaliza. Hakukuwa na mahusiano mazuri zamani, ilikuwa hakuna mahusiano mazuri kati ya walimu na wanafunzi. Tukiwa darasa la 6, baadhi ya vijana wenzetu, sina haja ya kuwataja majina, sasa hivi ni watu wazima, wengine ni waheshimiwa, sawa, kikundi cha wanafunzi 5 walijimobilize kwa sababu kulikuwa na mwalimu mmoja ni albino, anachapa sana, wanatupigia sana, na marehemu Mohamed Mkadara, Mungu amrehemu, ndio alikuwa mwalimu mkuu. Sasa tukiwa darasa la 6, kwa sababu hakuna mahusiano mazuri ya wanafunzi na walimu, kisa ambacho kilitokea, angalia kilivyokuwa kisa cha aina yake. Walimu wa shule ya Kana pale nyakati zile ilikuwa hakuna staff room, wanakaa nje ya madarasa, wanaweka madawati yale wanafunzi ndio ofisi yake, atasaisha hapo kila kitu. Ilikuwa ile shule haina staff room, kijishule kidogo. Basi wakajimobilize, wakaenda wakavuta bangi zao pale Tangamano kwenye ile matreni ya mkaa ya zamani alokufa, piga bangi vizuri. Jioni wakenda madawati 5 kila mmoja wakanya juu ya yale madawati, wanafunzi wakanya wakajisaidia, alafu wakaingia mle darasani kwetu wakajisaidia tena, huku yamewekwa kinyesi kigumu darasani, wakanya kile ya laini, alafu wakaandika ubaoni matusi. Imeelewana? Asubuhi wamekuja, mimi nilikuwa head boy prefect wa shule, kufika pale kila mwalimu anasogelea dawati lake, ni nzito. Hakuna mahusiano mazuri kati ya wanafunzi na walimu. Kwa hiyo wakasema hawa ni darasa la 6 tu ambao ndio niko mile darasa, na kweli kulikuwa na watu ni wakora kwa kweli. Basi darasa zima sasa watu watolewe nje, watu wakaanza kukung'utwa ili wataje ni nani. Wale walimu wanajua, wanaowahisi. Basi tukapigwa darasa zima mpaka mimi nategemea kilichotokea nini. Kwa darasa nalo nikaliaje, kwamba kwa nini tuwapigwa wakati wanafanya vitendo najua. Kwa hiyo siku ulitokea ugomvi mpaka kaje polisi kati ya wanafunzi na walimu. Nini maana yangu? Nakusudia mahusiano mazuri kati ya walimu na wanafunzi ni kitu muhimu sana. Imeweza kupelekea vitu vya kutisha kama hivyo vibaya na nini. Kwa mwanafunzi anasema ngoja nikavute bangi alafu niambie bangi
nataka hapa nitoe kinyesi kigumu na bangi nafanya hivyo, na pale nikatoe laini, na kweli utumbo utatengeneza hivyo. Haya, baada ya nukta hiyo tunakwenda nukta ya tatu. Tunaangalia umuhimu wake hiyo social and psychological well-being. Umuhimu wake wa afya akili na ustawi wa kisaikolojia ni muhimu kwa sababu huongeza uwezo wa kujifunza na kufaulu. Huongeza uwezo wa kujifunza na kufaulu. Huku kufaulu ndio tupigie mstari, kwa sababu lengo letu walimu tukifundisha wanafunzi si wafaulu, si ndio? Wapate first class. Hupunguza utoro na kuacha shule, mahusiano yakiwa mazuri. Huzuia matatizo kama msongo wa mawazo, unyanyasaji na vurugu. Vurugu ndio zile nilizozisema, tulipigana sisi na walimu wetu kwa sababu mahusiano yanakuwa mazuri. Hujenga mazingira salama na rafiki kwa wanafunzi. Hujenga mazingira salama na rafiki kwa wanafunzi. Mwanafunzi anajisikia raha, anajisikia vizuri kuja shuleni. Mwalimu anamchukulia kama mtoto wake, anamlea vizuri. Changamoto zinazoathiri afya ya akili shuleni tuziangalie chache. Baadhi yake ni msongo wa masomo, academic pressure. Hili pia naomba nieleze kidogo. Academic pressure, na nitaeleza kwa mifano na utanielewa vizuri. Siku moja nilikuwa nina mtoto wa kumlea, anasoma Nuru Boys pale Pongwe. Nikawa nimehudhuria kikao cha wazazi kujadili maendeleo ya wanafunzi wa shule ya Nuru Boys Advance. Yule mtoto ninayemlea anasoma Advance 5 na 6. Basi ukawa na nukta kwamba baadhi ya wazazi na walimu wanasema wanafunzi wana muda mwingi wa kucheza, kwa hiyo hawatofanya vizuri. Ikaulizwa ratiba ya wanafunzi wa Nuru Boys. Hicho kikao kilikuwa na watu wengi tu, na baadhi ya mashehe pia walikuwepo hapa Tanga mjini na wajua kwenye hicho kikao. Basi ikazungumzwa ratiba ya wanafunzi wa Advance kwamba wanaamshwa saa 10:30 ili wapate swala alfajiri kwa wakati. Kutoka hapo zitakwenda session mpaka saa 4 usiku. Yaani wakitoka darasani kuna programu hiyo, kutoka programu hiyo kuna programu hiyo. Nikasikiliza mpaka nikamaliza. Bahati nzuri nishakuwa daktari. Basi nikawaambia mimi katika kuchallenge ile hoja, nikawaambia na ngoja niwape mfano halisi. Mimi nimesoma Usagara High School hapa Tanga. Sekondari nimesoma Mkwakwani, nikaja Usagara. Nikasoma masomo yanaaminika ni magumu, PCM, Physics, Chemistry na Mathematics. Lakini nikawaambia ratiba niliyosoma mimi au tuliyosoma sisi Usagara wakati huo, sasa hivi pia haipo tena. Sisi form 5 na 6 tunasoma, hata kule mahadi mnachelewa kutoka. Mahadi si mnasoma mwisho saa 6, si ndio? Saa 7. Siku nyingine pia baada ya saa 7 mnaweza mkawa na nidhamu, sijui kalima nini wakatoka saa 7:30 saa 8. Sisi tumesoma PCM Usagara. Siku nyingine tunamaliza shule saa 3 asubuhi. Tunatoka hostel, tukifika Usagara tuna kipindi kimoja tu cha physics au chemistry. Tukishasoma tunaachwa huo. Na wakati huo hizo rekodi tulizotoa sisi hazijatoka sasa hivi. Sasa hivi wanao Usagara High School ina combination kibao. Wanasoma mpaka saa 10. Najiuliza haya masomo ni mangapi? Nyinyi walimu, masomo ya advance si 3 kwa 4. Kitu gani? Kuna lipi yani la ziada au kubwa unamweka mwanafunzi? Yani sio situation sijui remedio makorokoro gani, si ile walimu wapate pesa. Yani hata nashindwa kuelewa. Sasa hii ndio nukta ambayo naelezea kwamba tunakusudia, nilizungumzia nukta ya kwamba walimu kujenga mazingira salama na rafiki na kutengeneza kufaulu na kuondoa. Nukta inanifanya nitoe mfano ni kuondoa msongo wa masomo. Kuna kitu kinaitwa msongo wa masomo, sawa? Academic pressure, yaani mwanafunzi unamfundisha sana au unamfundisha masomo mengi. Tumeelewana hapo? Kwa hiyo tuangalie standard, masomo yasiwe mengi na pia usimfundishe sana. Fundishe kidogo. Fundishe kidogo, mwachie. Sawa? Kwa hiyo nimetolea mfano.
Kwenye kile kikao nieleze tu kilichotokea. Mimi nilipingwa na watu wote kwenye kile kikao. Nilipingwa na watu wote. Wewe maneno gani? Ulete ratiba hiyo hapo? Hakuna ratiba namna hiyo bwana. Wewe umezaliwa mwaka gani? Yaani naulizwa kwa mimi naonekana kama kituko. Naambia mbona mimi maisha yangu nimeyaishi ya kusoma mwisho saa 5 tena ndio high school. Sasa high school kuna haja gani? Huku form 4 mtoto si tunajua alivyokuwa na stress form 4. Form 4 masomo ni mengi na inabidi lazima afaulu apiganie kwenda form 5 na 6. Form 5 na 6 mwanafunzi anatakiwa relax. Na akirelax akisoma vizuri akipata wataalamu atakwenda tena. Wakati huo nikwambia sisi tumesoma hapo Usagara. Hakuna walimu wenzi hizo. Sisi mwalimu wa chemistry ni Muhaya kaletwa kutoka Urusi, ni mtaalamu tu wakiwa ndani wanatufundisha. Sawa? Lakini sasa tuna walimu wa kutosha. Mna tekniki zote. Kwa hiyo epukeni msongo wa masomo au msongo ndio unaitwa msongo wa masomo, academic pressure. Jitahidi mwanafunzi wako ukienda naye usimpe academic pressure. Umempa homework kibao, mpe mazoezi kibao. Maana homework na mazoezi tofauti. Waanza mazoezi shuleni mengi na baada na homework nyumbani. Siku nyingine mwachie, ukishampa zoezi usimpe homework. Siku nyingine mpe homework usimpe zoezi. Mimi naamini tuliosoma kwa staili hizo za kurelax hizo, na huko Ulaya ndivyo wanavyosoma. Kama nilivyosema, yule mwanafunzi wa kule Ulaya akishamaliza darasani pale ana shida gani tena akajisomea? Kashasaishiwa kila kitu, kesho anza moja. Na ndio nadhani mnafahamu, zamani ilikuwa hakuna semester system, si ndio? Module hakuna, si ndio? Kulikuwa na zile tunahitaji terminal. Kwamba mimi nikisoma form 1 nikifika mwaka wa mwisho nitaulizwa swali lilofundishwa siku ya kwanza. Si ndio kwa hivyo zamani? Au niko darasa la 7 nitaulizwa swali la darasa la 3. Siku hizo watu wamebadilisha, utaulizwa kile ulichokisoma kwa muda ule. Si ndio ziko hivyo mmesoma nyinyi vioni? Hii yote ni kuondoa msongo wa elimu, academic pressure. Tunamalizia. Sasa kama ni kwa ratiba niliyopangiwa muda wangu umeisha. Ni saa 11 na dakika 7. Kwa hiyo niseme mimi acheni niishie hapa. Kama kuna swali, maoni, ushauri nipewe. Lakini tunaomba mniruhusu nisome kitu nimekiandaa, nimekiita hitimisho. Bismillah. Hitimisho la mada yetu linasema afya ya akili na ustawi wa kisaikolojia ni msingi muhimu wa mafanikio katika elimu. Bila mazingira yanayojali ustawi wa mwanafunzi, hata ubora wa ufundishaji unaweza usilete matokeo mazuri. Kwa mfano, hata tukiwa na walimu wazuri sana na wanafundisha vizuri sana, lakini mazingira ya shule hayajali ustawi wa mwanafunzi, hatuwezi kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo vitu lazima viende sambamba, simultaneous. Sawa? Viende sambamba. Kwa kumalizia, hivyo basi shule, familia na jamii lazima zishirikiane kuhakikisha wanafunzi wanakuwa salama. Kivipi? Kiakili na kijamii. Hapa wawe salama kiakili na kijamii, sio kielimu. Wakiwa salama kiakili na kijamii, automatically watakuwa salama kielimu. Tumeelewana? Mimi naomba niishie hapa. Kule Australia mwanafunzi akifeli katika ufundishaji ule, akifeli anaitwa mzazi, anakuja na mwalimu wake anayemfundisha wa darasa na psychologist, wanakaa mezani wanazungumza. Baada ya mazungumzo anaweza akaitwa na askari, baba ukatiwa pingu sababu umemchapa mtoto. Lakini ninachokusudia hapa ni kwamba hii psychology wameipa umuhimu sana wenzetu nchi zilizoendelea. Mwanafunzi yote anayefeli, nikiitwa mimi mzazi kwamba Mzee Rajab Mabruki mwanao Mariam Rajab standard 3 amekuwa wa mwisho, walimu wa Arafa wakiniita kule shuleni hawaniiti mimi na wale walimu tu na yule mwanafunzi, au mwanafunzi wengine wanaweza kumtenga, wanaita na mtaalamu wa psychology. Sawa? Aqulu ma tasmaun wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.